Nataka kunena juu ya matoleo siku ya leo, juu ya giving. Wakati watu wanasikia juu ya kutoa ama matoleo, mara nyingi watu hufikiria kile kinastahili kutolewa ni fedha peke yake, pesa peke yake. Lakini ninaposoma neno la Mungu, ninaelewa ya kwamba matoleo ni aina nyingi sana, sio tu matoleo yanayohusiana na fedha, lakini hiyo ni sehemu moja tu ya matoleo yetu. Lakini wakati ambapo tutakapoelewa juu ya matoleo katika maisha yetu, tutatoa kwa kila hali na pia kwa kila jambo, tukiongozwa na neno la Mungu. Na ninaamini ya kwamba wakati Biblia inazungumza juu ya matoleo, inazungumza juu ya matoleo kwa sababu Mungu ako na mpango na kusudi jema juu ya matoleo. Kwa hivyo tunaponena juu ya matoleo, tunapozungumza juu ya matoleo, ni vyema tufungue mioyo yetu tuweze kulisikia na kulielewa neno la Mungu jinsi anavyotaka na matoleo. Kwa hivyo tunastahili kufahamu juu ya matoleo kibibilia, ama tukifahamu juu ya matoleo kibibilia, hatutakuwa na shida katika hali ya kutoa. Kwa hivyo kutoa ni kwa aina nyingi sana. Waweza kutoa fedha, waweza kutoa maisha yako. Kwa hivyo hayo mambo yote iko katika Biblia. And really if you can understand that, we have no problem in giving whatever we have. Na wakati tunapozungumza juu ya kutoa, wakati mwingine mtu akiangalia pesa anaona hana pesa, kwa hivyo anashindwa atatoa nini na atatoa namna gani. Lakini wakati Mungu anazungumza juu ya kutoa, alikuwa anajua na kuelewa ya kwamba hakuna mtu anakosa kitu cha kutoa. Hakuna mtu aweza kukosa kitu cha kutoa. Kwa hivyo tuko na mambo, tuko na vitu, tuko na pesa ambazo tuweza kutoa. Tuweza kukosa pesa wakati mwingine, lakini tuweza kutoa mili yetu. Tuweza kukosa kutoa mili yetu wakati mwingine, lakini tuweza kutoa fedha zetu. Lakini hii yote kwa jumla ni kutoa ama ni matoleo, na ni ya maana sana. Ni vyema tuelewe juu ya matoleo kulingana na Biblia, kwa sababu tukielewa juu ya matoleo na kibibilia ama kulingana na maandiko, hatutakuwa na shida wakati ambapo tunatoa ama wakati ambapo tunaambiwa tutoe. Na siku ya leo nataka kumpeleka kupitia maandiko, tuelewe vizuri jinsi vile Mungu anataka tutoe. In the first place, tunapozungumza juu ya matoleo, ninaposoma Biblia, naona ya kwamba Mungu anatoa amri. It is a command for us to give. Na kama ni command, lazima tutii neno la Mungu, kwa sababu kama Mungu ametoa amri na tukose kuitimiza ama kuifanya, basi tutakuwa tumefanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini wakati Biblia inasema ya kwamba tutoe, anasema tutoe ni kwa sababu ni mapenzi yake, na pia imefanyika amri. Whatever it is written here in the Bible, it is the word of God, and that is what God has commanded us to do. So giving is a part of God's commandment. Na Biblia inasema namna gani tunapokuja katika hali ya amri ama commandment? Biblia inasema tutakapotii maamri za Mungu, zile ambazo ametuamrisha tufanye hivyo, kuna matokeo, na matokeo mengi ni baraka, ni ulinzi, ni Mungu kuwa pamoja nasi. Ukiona ama ukirudi Deuteronomy chapter 26 kuanzia mstari pale wa kwanza, Biblia inazungumza juu ya kutii
amri za Mungu. The whole of Deuteronomy, kuna part inazungumza juu ya laana na kuna part inazungumza juu ya baraka. Lakini tunapoangalia kidogo tu Deuteronomy, so that we can start somewhere. Deuteronomy chapter number 26, 28. Nasema ya kwamba if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands that I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations. Unaona sasa hapa Biblia inatuambia tunapotii amri ya Mungu. Kidogo tu padisa, kidogo tu kidogo. Wakati ambapo tutakapotii amri ya Mungu, Biblia inasema ya kwamba leo Mungu wetu atatuweka juu ya mataifa mengine. Kwa hivyo haijalishi, lakini Mungu ananena juu ya amri yoyote yeye ambaye amenena. Tuchukue giving, it is a command. If really we can give according to the will of God, whatever this word is saying, or whatever God is saying about obeying the commands or his commandment, it will happen to us. Kwa hivyo iwapo tutatii, wakati ambapo tunapeana, tunatoa mali yetu, Mungu kwanza atatuinua juu ya mataifa mengine katika dunia. Jambo la pili anasema ya kwamba hizi baraka zote zitakuja juu yako na zitakufuata iwapo utamtii Mungu Bwana wako. Kwa hivyo giving, it is a command. Now there are results of obeying the commandment of God, and one of the results ni baraka, ni kuinuliwa juu. Kwa hivyo iwapo tutatii neno la Mungu na tutoe kulingana na mapenzi yake, Bwana lazima atatuinua juu ya mataifa, na pia baraka zingine ambazo zimetajwa katika kitabu cha Deuteronomy ni nyingi sana, zitatufuata. Kwa hivyo tukifanya hivyo tutapokea baraka za Mungu. Nataka tuende katika kitabu cha Luka so that we may continue to know what God wants with our giving. In the book of Luke chapter number 6, chapter number 6, verses number 30. Maandiko haya inazungumza juu ya kupeana ama kutoa mali zetu kwa yoyote ambaye ni muhitaji, yoyote ambaye anahitaji, ama pahali popote kunahitajika matoleo. Luke chapter number 6 verses number 30 inasema, give to everyone who asks you. Unaona sasa tunapofikisha hapo, Biblia inasema tutoe mali zetu, tutoe vitu zetu, tutoe pesa zetu, fedha zetu, utajiri wetu kwa yoyote atakayeitisha. Kwa hivyo hapa Biblia inanena mambo makubwa, ni kwa sababu tunapoichagua haizungumuzi tu kwa mtu ambaye atakayekuitisha, na hiyo tu ni it is one side, but it is in diversity. This word, it is in diversity. Na wakati Biblia inazungumza juu ya kutoa na kutoa pahali popote panapohitajika, tunatoa wapi? Tunatoa kanisani kwa sababu kunahitajika, kuna mjengo, kuna mradi fulani, kuna jambo fulani, kuna matoleo kama ya sadaka, kuna matoleo kama ya fungu la 10. Hayo yote ni matoleo, maanake kuna uhitaji. Kwa hivyo hapa Biblia inatuonyesha kwamba ni amri la Mungu tutoe kile tuko nacho kwa sababu kuna uhitaji wa aina fulani, na hapo sasa imefanyika ni amri. Mungu anaamurisha. Tunapoenda mstari wa 38, pia mstari wa 38 unasema ya kwamba give and it will be given to you. Tunaposimamia hapo, manake tunataka kwanza kuona juu ya hii amri. Wakati Mungu anasema ya kwamba peana, toa, hiyo ni amri, na wakati imefanyika amri tunastahili tuifuate
na tuitii, na tukiitii kuna matokeo. I don't want to go to the results or the benefit of giving. Will come to that later on, because I first of all dwell on on the giving generally. Kwa hivyo wakati ambapo Biblia inazungumza juu ya kutoa ama kupeana, Biblia inasema ya kwamba tufanye hivyo ni kwa sababu ni amri. Mtu hawezi akasema ya kwamba hana kitu cha kupeana. Ni kwa sababu wakati Mungu anatubariki tofauti mmoja na mwingine. Kuna wao ambao wamebarikiwa na nyingi, na kuna wao ambao wamebarikiwa na kidogo, na kuna wao ambao wako katikati. Na wakati Mungu ametubariki hivyo, anajua na anaona. Kwa hivyo wakati ambapo anatuambia tutoe, lakini haturasimishi. Hili jambo ambalo limewekwa wazi katika maisha yetu. Na wakati Mungu amesema tutoe, na hatusukumi, hatusurutishi, lakini yeye kama ametoa amri, ni lazima tufuate hiyo amri. Na ninaposoma Biblia ama ninaporudi kwa Biblia imezungumzia baada ya sisi kubarikiwa, baada ya sisi Mungu kutupea kile ambacho ametupea, kimekuwa baraka kwetu. Kuna wakati Mungu anataka tupeane, ama kuna wakati anatuitisha. Na wakati anataka tupeane, wakati ambapo anatuitisha, pia ni amri. Manake tuitisha, tutarajia tupatiane, it stands as a command to us so that we can do what he has told us to do. In the book of Exodus chapter number 2, in the book of Exodus 25 verses number 2, and Exodus 35 verses 20 and verses 21. Biblia inazungumza jinsi ambavyo Mungu alivyoambia Musa juu ya kutoa. Wana wa Israeli aliambia Musa, enda kwa wana wa Israeli. Huu ni wakati Musa alikuwa anaambiwa na Mungu ajenge hekalu kulingana vile ameonyeshwa, kulingana na mipangilio. Na wakati huo ndio Mungu alimwambia aende kwa wana wa Israeli au aitishe zile vitu ambazo zinahitajika. Kwa nini Mungu aliambia Musa aende akaitisha wana wa Israeli vitu, na walikuwa jangwani, walikuwa katika safari? Bwana asifiwe. Tuko pamoja? God knew that the Israelites, they are on the Exodus. They are on the journey going to Canaan, to the promised land. But he told Moses, go to the Israelites and tell them to give gold, to give silver, to give precious stones, and to give clothes, ili unijengee hekalu. Ukitazama haya maandiko waweza shangaa, walikuwa jangwani, fedha walitoa wapi? Walikuwa jangwani, dhahabu walitoa wapi? Manguo walitoa wapi? Kwa maana ukisoma Exodus 25 chapter 2, Exodus 35 verses 20 and verses 21, taona zile vitu zilitolewa pale. Kulikuwa mpaka na curtains. Sasa unashindwa jangwani, kwani kulikuwa na kiwanda cha kutengeneza curtain? Hallelujah. Lakini Mungu aliwatayarisha wakiwa kule Misri, na Biblia inasema kabla hawajatoka, Mungu aliambia wana wa Israeli waitishe wa Misri fedha na dhahabu na manguo. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameona na alikuwa amejua kuna wakati atawaitisha, na hivyo ndivyo Mungu amefanya. Tunasema tuko katika jangwa, tuko katika jangwa ya shida, tuko katika jangwa ya magonjwa, tuko katika jangwa ya vita. Sasa hatuna kitu cha kutoa, lakini kile uko nacho Mungu alikupea. Manake kuna wakati alikuwa nakusudia wewe utoe. Bwana asifiwe. Wakati tunafanya mradi kanisani, na hata wakati mwingine kuna watu wanahitaji huko nje, watu wetu, na hata watu wengine ambao ni yatima, watu wengine ambao ni wajane, watu wasiojiweza, na hata wagonjwa. Hao Mungu anatarajia tuwapatie kile ambacho ametupea.
lakini huwezi ukasema hauna, manake kile uko nacho hicho ndicho Mungu anataka upatiane. Haleluya. Na wakati wana wa Israeli walibarikiwa kutoka Misri, kile walikuwa nacho ndio waliambiwa wapatiane. Kwa hivyo wewe unastahili kupatiana kile uko nacho, kwa maana kile uko nacho ni cha maana sana mbele za Bwana. And I want to assure you that whatever you have, it doesn't matter how little, how small it is. When God tells you to give, He has a purpose and He has a reason for that. Amen. Haustahili kuuliza maswali. Kuna watu katika Biblia tunaona walikuwa na uchache, walikuwa na kitu kidogo. Na wakati walikuwa na kile kichache na kidogo, walipotoa, tunajua habari ya yule mwanamke aliyekuwa tuna kaunga kidogo na mafuta kidogo. Bwana asifiwe. Wakati alipoambiwa apatiane, it was a command from heaven, from God, na alipatiana. I don't want us to come to the result or to the benefit, kwa sababu we'll come to that later on. But I just want to dwell on giving, and we give what we have. Bwana asifiwe sana. Tunapoendelea hivyo, tunaona hata wakati wa Yesu alipoenda kuhubiri, wakafika mahali hawakuwa na chakula. Na Yesu akauliza wanafunzi, what do you have? Ni kitu gani mko nacho? Ikawa hao watu wote hawakuwa na kitu. Na hata kama kuna watu waliokuwa naye, walikataa kupeana, walikataa kutoa. Lakini kulionekana kijana moja alikuwa na samaki wangapi? 2 na mikate ngapi? Mikate 5. Hiyo ilikuwa ni kidogo sana kwa watu 5,000. Wakwanza walikuwa ni 4,000, na wapili walikuwa ni 5,000. Lakini wakati ilipokuja katika mikononi mwa Yesu, haikuwa kidogo sana, haikuwa kidogo tena. Kwa hivyo wewe kile uko nacho, Mungu akisema upeane, aidha ni kanisani, ama ni kwa watumishi wake, ama ni kwa wajane, ama ni kwa wasiojiweza na wanaohitaji ni wagonjwa, wewe patiana. Kikiwa mikononi mwa Mungu hakikuwa kichache tena. Manake wakati kilikuja katika mikono ya Yesu, kiliririsha watu 4,000. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo whatever you have, whether it is little or small, but in the hands of God, in the hands of Jesus, it is no longer little, it is no longer small, but it will satisfy the needs of the people. Hallelujah. Hivyo ndivyo tunastahili kujua, na tukielewa hivyo, hatutasukumwa na mtu kutoa, hatutasurutishwa na mtu kutoa, bali tutajitolea. Okay, before I depart from these scriptures, Biblia inazungumzia juu ya matoleo, jinsi ambavyo tunastahili kutoa. Lakini ukisoma Exodus 25 verses number 2, Exodus 35 verses number 20 up to 21, na uongeze 2 Corinthians chapter number 9 verses number 7, inazungumza juu ya mambo mawili ambao Mungu alinena ya kwamba utoe willingly. Bwana asifiwe sana. Na jambo la pili, utoe what you are prompted to give, kile ambacho umesikia kutoa, na utoe kwa moyo mkunjufu. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo hiyo ndio matoleo ambayo inayofaa kulingana na Biblia. Hiyo ndio matoleo inahitajika, aidha ni kanisani ama ni mahali popote ambapo tutakapokwenda, mahali ambapo kunahitajika matoleo. Na wakati ambapo tutatoa willingly, na wakati tutatoa kama vile tunaposhurutishwa ndani ya mioyo yetu, tutatoa kulingana na mapenzi ya Mungu. Na wakati ambapo tutatoa kulingana na mapenzi ya Mungu, kuna zile faida. Hiyo tutakuja later on, faida. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kusema ya kwamba ni amri kutoka kwa Mungu kutoa. Lakini wakati ambapo tutatoa kulingana na Biblia, kulingana na vile Bwana ametupea, na kulingana na mioyo yetu jinsi ambavyo inavyotusurutisha, itakuwa ni baraka. Okay, tukuje point number 2, because point number 1, giving in the first place, it is a command. Point number 2, when you give, you create way for receiving. When you give, you create way for receiving. Wakati ambapo unatoa, wakati ambapo unapatiana, unajitengenezea njia ama unatengeneza njia ya kupokea. Hiyo
ina maana gani? Mahali ambapo tulikuwa tunasoma Luke chapter number 6 verses number 38 inasema ya kwamba give and it will be given to you. A good measure, pressed together, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Okay, njia ya kupokea iko namna gani ama itatengenezeka namna gani? How will that avenue, how will that opportunity be created when we give? But the Bible is directing us very clearly. The Bible is clear about the way created by giving is that when we give, the Bible says it will be also be given to us. You know, you give. When you give like this, the way you create, it is now whatever you have given, you create a way that which you have given to come back to you. But there will be no way if you have not given anything, because by not giving anything, there is nothing that can bounce back to you. Lakini wakati ambapo umepeana, wakati umetengeneza njia, wanasifiwe sana. And from that way that you have created through giving, the same way the Bible says it will be given to you. So the way that you create, hallelujah, that same way will be used for you to receive. Amen. But now here the Bible also says that not only that, but whatever you shall receive, it will be a good measure. Not like the one that you have already given. Hallelujah. Not like the one that you have already released. But a good measure will come back through that way. Banasiwe sana. And then pressed together, it is a good measure. Pressed together, imesidiriwa pamoja, alafu shaken all together, shaken, running over, will be poured into your lap. Kwa hivyo itakuwa tashukashukwa mpaka imwagike sasa kupitia hiyo njia ikurudie. Kwa hivyo, can you see how important is to give? Hallelujah. Wakati ambapo tumejitolea, wakati ambapo tumetoa, tumetengeneza njia, you should note that very quickly. Kwa sababu ukifanya hivyo, kuna njia ambayo sasa itatengenezeka yako kwako wewe. Okay, point number 3 nasema hivi. When you give, life has a way of giving back the same you have given. The same scripture. Ya kwamba wakati umetoa, maisha, hali iko na njia yake sasa kama hiyo ambayo sasa utapewa, itakuwa shaken together. Kwa hivyo utaona watu wanatoka kila mahali, sasa wanakuja tu kukupeana kwa sababu already you have created a way. Na tukiangalia Proverbs chapter number 22 verses number 9, hiyo inatuonyesha jinsi ambavyo tutapitia tu hapo kidogo. Proverbs chapter 22 verses number 9. Inasema, a generous man will himself be blessed, for he shares his food with the poor. Ili baadhi ya mojapo ya kutoa mtu asipokuwa generous, mkarimu, hawezi akapeana. Lakini hapa Biblia inasema ya kwamba mkarimu yeye mwenyewe atabarikiwa, ni kwa sababu anatoa mali yake, anapeana kwa masikini wanaohitaji, anatoa chakula, anatoa pesa, anatoa mwili wake kwa wale ambao wanaohitaji, ndio sasa waweze hata kupokea. Kwa hivyo wakati ambapo tutajua ya kwamba wakati ambao tunapatiana, hali, the situations, the life has a way of giving back the same that you have given. Na kiposa Biblia inasema ya kwamba kile kipimo umetumia ndicho kitatumiwa, lakini kikirudia itakuwa a good measure, kipimo kizuri kuliko kile ambacho uliweza kupatiana. Kwa hivyo that's why I am saying that a life has a way of giving back what you have already given. What giving causes in our lives,
wakati ambao tumepeana, kupeana kwetu ni kitu gani kinatendeka, what giving causes in our lives. Ni vyema kujua wakati ambapo tunapeana, hatupeani for the sake of giving, lakini kuna kitu kinafanyika, kuna mambo inatendeka wakati ambapo tumetoa, wakati ambapo tumepatiana. Na ni vizuri sana kuunderstand, you know, from the biblical point of view. Maana yake tukijua kuna mambo inatendekaga wakati ambapo tumetoa, aidha ni pesa zetu, mali zetu, hata sisi kujitolea. Hatutakopa hata siku moja kutoa, lakini tutakuwa tunatoa kulingana na vile Biblia inasema. You know, Ecclesiastes chapter number 11 verses number 1 inasema ya kwamba cast your blood upon the waters and after many days you find it. In fact, it is very possible, looking and also with understanding of these physical eyes or physical understanding, kwa sababu unapotupa mkate katika maji, it also becomes water. So katika hali yetu ya kuelewa na vile sisi tunajua, itakuwa vigumu sana huo mkate kuupata. But what I know, what I understand, that God breaks the rule of nature. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo tunapopatiana, let it also seem as if you are casting your blood upon the waters. And the Bible assures us, it gives us an assurance that after many days we'll get that blood. So what happens when we give? Kwa hivyo tutajua wakati ambapo tunapeana, kitu cha kwanza ambao kitafanyika is that we grow by raising each other. Wakati ambapo tutakuwa tunapeana, tutasaidiana mmoja kukua, tutainuana. Bwana asifiwe sana. Manake ukija unipee, mimi niko na hitaji, umeniinua, umenitoa mahali nilikuwa. Wakati umekuja sina chakula, umenipatia chakula. Haleluya. Bwana asifiwe sana. We grow by raising one another when we actually practice giving as far as the Bible is concerned. Number 2, it is greatness to lift or to raise someone else through giving. Ni vyema, it is important. It is greatness. Hallelujah. Ni ukuu wale ambao wanaandika. It is greatness to raise or to lift someone else through giving. Wakati unanipa, unaniinua. Hallelujah. Unanitoa mahali niko, unanitoa katika mavumbi, unanitoa katika hali ya kuomba, unanitoa katika hali ya uhitaji. So when you give, you raise me, to make me great. Ni kama vile maandiko inavyosema, Mungu alikuja akainama, he stooped down to make us great. That's what the Bible says. Praise the name of the Lord. How does God stoop down to make us great? It is by giving Jesus, hallelujah, his only son. He gave Jesus to the world. Na wakati alipo peana katika dunia, he stooped down so that he can make us great. That's what the Bible says. It is the book of Psalms. Psalms chapter 18. Tumefika hapo? Kuna mtu amefika hapo? Psalms chapter 18 verses number 35. You give me your shield of victory, and your right hand sustains me. You stoop down to make me great. When God gave Jesus as a sacrifice, according to the scriptures, it is to stoop down. He stooped down to make us great. So when we are giving whatever we have, we are raising somebody to become great. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati unapopatiana, usijue ya kwamba, yaani usifikiri ya kwamba kile umetoa kimepotea. No, it is something that can make somebody great. When you raise that person, you make that person great. Great people recognize, they raise higher by giving others. Hallelujah. Tuko pamoja.
great people, watu ambao ni great, watu ambao ni wakubwa, watu ambao wanataka kufanikiwa, wanajua they organize when they raise, others also they shall be raised. Kwa hivyo ni vyema kujua hivyo, manake wakati utakapojua ya kwamba your greatness will come by raising others, hautakoma, hautaacha kufanya nini? Kupeana. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo tulitoa katika hili kanisa, ndio kuwe vile kulivyo. Hii kanisa imebadilisha sura, sio kama vile ilikuwa. Haleluya. Na wakati sasa sura hiyo ilibadilika, wale waliojitolea, they never be the same again. Manake kuna kitu walifanya wanapokuja hapa. Sasa kile kinaonekana, huo ukubwa unawarudia. That glory, it goes back, it bounces back to them. So they become great in a certain way. Hallelujah. So when we give, in fact, it is just because we recognize that it is also greatness to raise others, and also we shall be raised when we shall raise others. Namba ingine inasema ya kwamba every single person you raise, they takes you higher. Mtu yoyote ambao utakaoinua kupitia kupeana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtu yoyote ambao utakaoinua kupitia kutoa, atakuinua wewe. Ni wewe tu unajiinua mwenyewe. Kwa hivyo tukijua hivyo, tutatoa, tutapeana wakati wowote, kwa maana tutajua ya kwamba kupeana kwetu sio kwa bure, lakini kuna kitu kinatendeka. Kuna mtu tunainua. Haleluya. Na huyo mtu unainua, kwa hakika kuna siku atakuinua. Haleluya. Huwezi ukainua mtu ubaki the same again. Wakati ambapo unasomesha mtoto, huyo mtoto ni kumuinua, unamuinua by giving sacrifice. Ni kwa sababu unatoa mali yako, unapatia kile uko nacho. So when you raise that child, when you make that child great, there is a time that child also will make you great. Hallelujah. Wakati ataendesha gari na akununulie, si amekufanya mtu mkubwa. Wakati atakujengea nyumba, si akufanya mtu mkubwa. Hallelujah. Wakati atatumia jina lako, si atakuwa mtu mkubwa. Sasa hii Uhuru Kenyatta wakati aliinuliwa na baba yake, saa hii tunajua Kenyatta, na hata wale ambao hawakuwepo wanajua Kenyatta alikuwa ni baba ya nani? Ya Uhuru. Ni kwa sababu baba yake alimtengenezea platform ya kumuinua. Bwana asifiwe. Kile alitoa, kile alipeana, kilikuja kuinua mtoto wake. And today there is a legacy ya kwamba kulikuwa na Kenyatta mwenyewe alikuwa anaitwa Jomo Kenyatta. Haleluya. Ni kwa sababu kuna mtu alitengeneza njia ya kumuinua, naye saa hii yeye ndiye anamuinua. Okay. Another point is small insecure people pull others down. Watu ambao hawataki kupatiana ndio hao wanaitwa watu ambao ni wadogo. Watu ambao wanasikia they are insecure, wanarudisha wengine chini. Ni kwa sababu wakati tunatoa hausiki, wakati kunatolewa hausiki. Yeye mwenyewe badala ya kuchangia kufanya wengine wawe wakubwa, kufanya wengine wainuke, lakini anawaleta chini. Kwa hivyo it is also very dangerous to become that person. Na mtu huyu anaitwa small person, an insecure person. Kwa nini aitwe insecure? Ni kwa sababu anasikia kutoa pesa zake sio vizuri. Kuna kitu kitatendeka, kuna kitu ambacho hakitakuwa kizuri. Lakini wakati ambapo tutakapojua siri, tutaweza kutoa bila kusikia uoga. Nikiendelea kumalizia. Wakati ambapo utaelewa hii kanuni ya kutoa, wakati utaelewa hii kanuni ya kutoa, kuna mambo itafanyika katika maisha yako. Utachukua nafasi ya kutoa, sio mzigo, sio kulazimishwa, na hutahukumika. I have written this way. You make giving a privilege, but not a doubting burden or a compulsory doubt. Wakati ambapo utajua kanuni za kutoa, hautachukua kutoa kama mzigo, hautachukua kutoa kama kulazimishwa,
lakini utaichukua ni nafasi yako wewe mwenyewe kuinuka na kuwa mtu mkubwa na pia kuinua wengine. Okay. Wakati ambapo umefundishwa, wakati ambapo umejua, what next? Kwa sababu ukifundishwa, it is expected also for you to teach others. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ndio sasa, so that we may complete this principle of giving, so that we may become great people. There are things that we need to do for one another. Wakati umefundishwa, fundisha wengine. Amen. Wakati umefundisha wengine, sasa jaribu kumaster what you have already learned. Ni kwa sababu umefundishwa kutoa, nawe umefundisha wengine, nao wamefundishwa. Wakati sasa wamefundishwa, vile watafanya sasa, wataweza sasa kuongoza ama to master. What do we call mastering in Kiswahili? To master. Yeah? You master what you have learned. Utawala, ni kutawala ama ni kufanya nini? Unisaidie. Ni kutawala ama nini? You master what you have learned. Okay, wakati umefundishwa na ufundishe wengine, sasa tumefundishwa sisi sote. Na baada ya kufundishwa, now we are supposed to master. What are we going to master, Karaja? We are going to master our money. Bwana asifiwe sana. Because we've been taught and we have already taught others. After that, we should now be masters of our money. Amen. Bwana asifiwe sana. We should now become masters of our lives. We should now become masters of what we have already received. Hallelujah. Amen. Now, tuta overcome hii roho ya kupungukiwa ama ya kukosa kupeana namna gani. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo tutajua baada ya kufundishwa, jambo la kwanza tutawafanya, when you get money, give. Jinsi ambavyo utapigana na hii roho ya kutopeana, ya kutotoa, ya kusikia au stahili kutoa. Ile njia nzuri ya kupigana na kufaulu ni wakati umepata fungu la 10, ama wakati umepata pesa, toa fungu la 10. Wakati umepata pesa in the course of the week, toa fungu la 10 na utoe sadaka. Kwa maana ukingojea mpaka Saturday, kuna mahitaji mengine ambayo inatokea hapa katikati. Utaona ya kwamba ikifika Friday, ikifika Thursday, fungu la 10 utakuwa umetumia pesa zote, fungu la 10 hautakuwa umetoa. Na ikifika pengine Sunday, hautakuwa na pengine sadaka. Lakini wakati ambapo utajua utajua hii kanuni, wakati umepokea pesa, ujitayarishe sasa kupeana na njia nyingi. Moja ni ya fungu la 10, ingine ni ya kutoa sadaka, ingine ni ya kusaidia maskini, na ingine ni ya kusaidia wale ambao hawajiwezi. Bwana asifiwe sana. When you give, you master your money. Wakati ambapo unapeana, unatawala pesa zako, lakini pesa hasikutawali. Amen. Are we together? Wakati ambapo unatoa, that's now the time that you are mastering your money, but the money does not become your master. Hallelujah. And I'm coming to that point. When you don't give, money becomes your master. Wakati ambapo hautoi, pesa zinakutawala. Na wakati huo ndio unaona unaenda, oi mama Sara, najua sasa hapo ulipitia. Yeah, wakati ambapo unakosa kutoa, pesa zinakutawala, na mniruhusu nifanye hivyo. Unaona unaenda hata Sunday kufanya kazi. Unaona hata Sunday unaenda biashara. Unaona hata Sunday unaenda kutafuta pesa. Because now money becomes your master. You are no longer a master to your money. Mama nani? Lakini money now becomes your master. They tell you where to go. They tell you what to do on Sunday. Not only on Sunday, but when you are supposed to have your fellowship with God. When you are supposed to have a relationship with God. But money masters you, so that takes you to the place of your work. Even though you have a chance to come to the church.
So if you do not want money to become your master, now master, when you don't give money, money becomes your master. Money controls you. Money becomes your God. Money becomes your idol. Unaabudu, zinakuwa ni Mungu wako. Hallelujah. Tuko pamoja? Hallelujah. Haya. What are we supposed to do? Never allow money to be a steering wheel for your life. Iwapo ungependa kutoa vizuri na kupeana kile kinastahili, usijaribu pesa sikuongoze. Siwe ni your steering wheel. Ile ambayo ni kifara, your steering wheel. Don't allow money to become your steering wheel for your life. Money is a good servant, but is a bad master. Pesa ni mtumishi mzuri sana. Maana yake wakati unataka nyama, uko na pesa, unanunua. Hallelujah. Wakati uko na pesa, unanunua gari, unavaa vile unataka. So is a good servant, but is a bad master. Itakutawala vibaya. Maana yake wakati mtu ametawalwa mentality, wakati huo unaona sasa unashughulikia pesa wakati wowote. And I want to tell you, hakuna wakati pesa zitatosha. Hallelujah. Hakuna wakati utatosheka na pesa. Okay, what does giving shows? Inatuonyesha namna gani? Giving is a proof that you are not bound by greed. Giving is a proof that you are not bound by greed or driven by materialism. Kutoa, kupeana ni njia moja ambayo inaonyesha kwamba hauko na tamaa ya pesa ama tamaa ya vitu. Giving is the living proof, the test that you don't have an emotional attachment with money. Kutoa ni kitu ambayo inaonyesha kwamba emotionally hauna uhusiano sana na pesa. Manake ukiwa na uhusiano mkubwa sana na pesa, emotional attachment with money, hiyo itakuongoza hata kutenda mabaya. Na Biblia imesema ya kwamba money is the root of all evil. Kwa hivyo utafanya jambo lolote. Na ndio naona watu wanauana, watu wengine wanaimba, watu wengine wanafanya kwa sababu they have emotional attachment with money. How do you master and also control your money? Hii ni ya mwisho sasa. Master your money by giving your privilege a way of life. Kwa hivyo kutoa iwe ni your first priority. Hivyo ni kusema ya kwamba unatoa fungu la 10, unatoa sadaka na unatoa kwa watu ambao wanastahili. Hiyo utakuwa umepea the first priority. That's how you can master your money. Master your money and also master your life in that way. Master your money, master yourself. Ukifanya hivyo utakuwa wewe mwenyewe unajitawala na hata umetawala pesa zako. Praise the name of the Lord. Amen. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeshinda tamaa ya kutafuta pesa. Na tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Kama vile Biblia inasema, tutoe, tupatiane wakati unaofaa na wakati ambao haufai. Ni kwa sababu hatuwezi tukasema ya kwamba hatuna cha kupeana, lakini Mungu amebariki kila moja na kitu cha kupeana. Ndiposa Biblia inasema ya kwamba aliye na nyingi, haleluya, anatarajiwa kutoa nyingi. Aliye na kidogo anatarajiwa kidogo. If really we want to come out of poverty, we can follow those principles and we can see God in our lives. Hatutaona pesa zinatutawala tena, hatutaona pesa zinatuongoza tena, lakini badala ya tutawaliwe na pesa, sisi ndio tutatawala pesa. Haleluya. Na tukitawala pesa, kuna kitu tunafanya. Wakati ambapo tunapatiana, tunainua mtu, na hatimaye yule mtu ambaye tunainua atakuja kutuinua. Otherwise, huwezi ukainua mtu and you remain the same again. You cannot lift somebody, you cannot make somebody great and also you remain the same again. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo wakati ambapo uta make somebody great through giving, umtoe mahali huko, umsomeshe, umsaidie, umfanyie nini, umbariki. I want to tell you, wewe ndiye unajiinua, wewe ndiye unainuka. Kwa hivyo kutoa kunainua mtu. Haleluya. Naomba mpokee hiyo neema ya kupeana. Naomba mpokee hiyo neema ya kutoa. Naomba mpokee neema kuanzia leo ya kutawala pesa. Lakini sio pesa zitutawale. Tumekataa kutawaliwa na pesa. Tumekataa kuongozwa na pesa. Tumekataa kuabudu pesa. Tumekataa pesa ziwe Mungu wetu. Tumekataa pesa situongoze katika tamaa na hata kufuata mambo ya kimwili. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Mungu atusaidie tukaweza kutawala pesa. Mungu atusaidie tuweze kutawala maisha yetu. Ikawaje tuko na pesa, ikawaje tumebarikiwa, lakini Mungu atupatie neema tutawale pesa yetu. Tukitawala pesa zetu tutajitawala wenyewe. Tukitawala pesa zetu tutatawala maisha yetu. Hallelujah. May the Lord God bless you and also do you good. Wacheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Halitakurudia bure. Tupe hiyo neema ya kutawala maisha yetu, ya kutawala pesa zetu. Tusaidie Bwana katika giving, tuwe tunainua watu, tunawafanya watu wakubwa, tunawafanya watu wa maana. Ndiposa hata sisi kupitia kupeana tutainuliwa katika jina la Yesu. Asante Baba, ni kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Na hili neno Baba lisitoke katika maisha yetu, lakini likae na lidumu. Tufanye kulingana vile linafanya, lilete mafanikio na baraka katika jina la Yesu. Naombea wote walio na mahitaji na wabariki mbele zako Bwana. Kutana na haja zao, kutana na mahitaji yao. Walio wagonjwa waponye katika jina la Yesu. Waliobeba mizigo mizito, waondolee hiyo mizigo Bwana, in the name of Jesus Christ. Walio vitani wapiganie na uwashindanie. Baba, tengenezee watu wako njia, fungulia watu wako milango, wapatie neema ya ushindi katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana, kwa jina la Yesu Baba tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Bwana mbariki sana. God bless you. Amen.